Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ni siku nyingine tena tunaenda kujifunza somo la leo. Linasema neema ya Kristo. Neema ya Kristo. Na kuletea somo hili ni mtumishi wa Mungu Howard Mayemba. Tuanze na utangulizi kwamba katika maisha ya Kikristo kuna ukweli mkubwa ambao kila mtu anapaswa kuuelewa. Na mwanadamu haokolewi kwa nguvu zake mwenyewe bali kwa neema ya Kristo. Na tukumbuke kwamba watu wengi hujaribu kumridhisha Mungu kwa matendo yao mema, juhudi zao, dini zao, lakini Biblia inaonyesha wazi kuwa wokovu ni zawadi ya Mungu. Wokovu ni zawadi ya Mungu aliyompa mwanadamu. Neema ya Kristo ni upendo wa Mungu unaotolewa kwa mwanadamu yeyote bila kustahili, ila ni yule tu aliyeamini. Mwanadamu alikuwa amepotea katika dhambi, lakini Mungu kwa huruma yake alitoa njia ya wokovu kupitia Yesu Kristo. Njia hiyo ilikuwa ni ya bure kabisa ambayo Mungu alitoa. Ndiyo maana maisha ya Kikristo yanaanza na neema, yanaendelea kwa neema, na yanafikia ukamilifu kwa neema. Yanaanza kwa neema, yanaendelea kwa neema, na yanafikia ukamilifu kwa neema. Wakristo lazima tuelewe kwamba neema ya Kristo ni wema na rehema ya Mungu anayompa mwanadamu bure bila kustahili. Hii ina maana kuwa mwanadamu hakufanya kitu chochote ili apate wokovu. Mungu mwenyewe ndiye aliyetoa wokovu kama zawadi kwa mwanadamu kupitia Yesu Kristo. Na ninasema haya kwa ujasiri kwa sababu Biblia yenyewe inazungumza katika kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 8 kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si katika matendo yenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo neema ni kama mtu aliyekulipia deni kubwa ambalo usingeweza kulilipa mwenyewe bila msaada wake. Na manake bila msaada wake ungeendelea kubeba mzigo huo maisha yako yote. Hivyo ndivyo Kristo alivyolipa deni la dhambi za wanadamu kwa kifo chake msalabani. Kwa kifo chake msalabani. Ndugu zangu, ziko namna mbalimbali ambazo neema ya Mungu, neema ya Kristo inadhihirishwa. Kwanza, neema ya Kristo inadhihirishwa au inaonekana kupitia kuja kwake Kristo duniani. Yesu Kristo aliacha utukufu wa mbinguni akaja kuishi duniani kama mwanadamu. Alikuja ili kumkomboa mwanadamu aliyekuwa amepotea. Katika Yohana 1:14 neno la Mungu linasema, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo kuja kwa Kristo duniani ni ishara kubwa ya neema ya Mungu kwa mwanadamu. Kuja kwa Yesu Kristo ni ishara kubwa ya neema ya Mungu kwa mwanadamu. Pia kupitia kifo cha Kristo msalabani. Msalaba ni mahali ambapo neema ya Kristo ilionekana wazi zaidi. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu ili wanadamu wapate msamaha wa dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 8 inasema kwamba Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hii inaonyesha kuwa Mungu alimpenda mwanadamu hata kabla hajabadilika. Kabla mimi sijamchagua yeye alishanichagua. 3, tunaweza kusema kwamba kupitia msamaha wa dhambi, neema ya Kristo inampa mwanadamu msamaha wa dhambi na nafasi ya kuanza maisha mapya. Neema ya Mungu inasema hakuna dhambi kubwa kuliko neema ya Mungu. Hakuna dhambi iliyo kubwa zaidi ambayo kupita neema ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa, neema ya Mungu ni kitu kikubwa sana, ni zawadi kubwa ambayo tumepewa katika wokovu. Ziko kazi mbalimbali za neema ya Mungu, neema ya Kristo katika maisha yetu. Kwanza, neema ya Kristo inatuokoa. Hakuna mwanadamu anayeweza kujiokoa kwa nguvu zake.
Ni neema ya Kristo inayomtoa mtu katika utumwa wa dhambi na kumleta katika maisha mapya. Pili, neema inatufundisha kuishi maisha matakatifu. Katika kitabu kile cha Tito, waraka ule wa Tito 2:11-12 inasema, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Hii inaonyesha kuwa neema ya Mungu si ruhusa ya kuendelea kufanya dhambi, bali ni nguvu ya kuacha dhambi. Neema ya Kristo inatupa nguvu katika udhaifu. Wakati mtu anapokuwa dhaifu au anapitia changamoto, neema ya Mungu humpa nguvu ya kusimama tena. Wakristo lazima tutambue kwamba namna ya kuipokea neema ya Kristo ni namna gani. Sasa unaweza kuipokea neema ya Kristo. Kwa wewe ambaye bado hujaokoka, neema ya Kristo kwanza inaanza kwa kumwamini Yesu Kristo. Imani katika Kristo Yesu ndiyo mlango wa kupokea neema ya Mungu. Bila imani mtu hawezi kupokea wokovu. Pili, kwa kutubu dhambi. Biblia inasema kwamba moyo unaotubu na kumrudia Mungu hupokea neema yake. Lakini tatu, kwa kumtegemea Kristo katika maisha ya kila siku. Mkristo anatakiwa kuishi maisha ya kumtegemea Mungu badala ya kutegemea nguvu zake. Kwa hiyo tunaishi kwa kumtegemea Mungu badala ya kutegemea nguvu zake mwenyewe. Yeye amesema, alaaniwe yule amtegemea Yesu Kristo aliye hai. Ni wakati sasa wa kumpokea Yesu Kristo aliye hai ili afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema ya kwamba mtakuwa huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli baada ya kuijua ile kweli. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niwatakie wakati ulio mwema. Mtumishi wako wa neno la Mungu Mwite Howard Mayamba. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, kulike na acha maoni hapo. Kama umelielewa somo hili sema amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakia wakati